Unaomba nini daktari? Tunaanzia hapa kwa huyu daktari, mtaalamu wa mifugo huyu. Daktari aliyebobea, msomi, aliyesoma nchini na nchi za nje. Lakini anapata changamoto ya pingili namba 5. Pingili hii ya chini kwenye kiuno hii ya upande wa mgongo. Jitihada za matibabu zinafanyika. Tulishuhudia katika ibada zilizopita kuanzia Jumapili na kuendelea. Pingili hii inafanywa vipimo katika hospitali mbalimbali zikiwemo hospitali za rufaa kanda. Majibu yanaonyesha ni kweli pingili namba 5 imeharibika. Maumivu ni makali, wana wa Mungu. Omba maumivu mengine, lakini sio katika uti wa mgongo. Tukumbuke tu uti wa mgongo ndio unaobeba mwili wote. Unapotembea, unapolala, unapojigeuza na kadhalika. Hivyo daktari huyu anafanya kila namna ya matibabu, lakini inashindikana. Tukumbuke tu ilikuwa ni katika harusi ya Mr. and Mrs. Daktari Paplas. Alifika mara ya kwanza hapa na kushuhudia uweza wa Mungu ulio dhahiri. Lakini tumekuwa na roho za kusitasita. Anapopata changamoto hii, anafanya maamuzi ya kukumbuka matendo makuu ya Mungu aliyoyaona katika siku ya harusi ya kaka yake. Daktari Luther anafika mahali hapa. Na hapa anamueleza mtu wa Mungu nini hasa kilichokuwa kinamsibu. Unaomba nini? Na shida ya watatu. Ndio. Ilitokea ghafla. Msemo na jenga. Ndio. Sasa wakati nafunga waya. Ndio. Tukawa tunaangalia kamwambia wale kwenye madega. Ndio kuna kwenye madega na sisi kama tunakata mgongo. Nikaenda hivyo. Nikaja kufanya malai, nikaambiwa na kitu kinaitwa Rabasako distillation. Sehemu ya mgongo ni kama inapotea. Kwa hiyo ndio mazoezi kwa muda na dawa. Unaweza ukaona kwenye skrini yako hapo, hizo ni namba 5 hizo zosagika. Hivi ni vipimo halisi vya daktari huyu. Ni mtume wa Mungu aliye hai, Daktari Wilbard Mpapi anapata kibali cha kumgusa daktari huyu. Ni kitendo cha kuguswa tu, hata kule kutembea kwa kusuasua sasa kunaanza kutoweka. Tukumbuke tu ni maumivu makali aliyokuwa nayo daktari huyu kutokana na pingili yake kusagika. Makana step naona unaona makana wanakimbilia kusumbua. Ndio kutoanisha. Ndio maana unachofanya kile unapambana na jitihada kubwa, lakini uko sehemu yuko kama kwenye umeshikwa na buibui kama wame na hata kwa nyumbani kwa kuna kahawa. Kuna mtu anapata kahawa ulikuwa umeenda likizo, umevaa shati la rangi moja. Kuna mama mmoja akapata kahawa ya zawadi. Mweke baba. Huyu hawezi kwenda kwa anafanikiwa kushika kile. Kwa nini ndio kama unafikia? Na kuna wewe. Niko tayari. Tunamwambia ni wiki nenda salama mbinguni. Amina. Lakini ukitegemea mamlaka kwamba ni wewe tu. Mimi mamlaka ndio nimechukua au mteke. Ni uweza wa Mungu aliye hai kupitia kwa mtume wake Daktari Wilbard Mpapi
ukifanya uponyaji kwa daktari huyu. Tukumbuke tu hii ni kadiri ya Wafalme ya kwanza 8 ukianzia mstari wa 22 pale. Hata wageni wakiziacha njia zao mbaya na kumrudia Mungu wetu, na Mungu huyu kupitia kwa mtume wake atawaponya kabisa. Mpe Mungu sifa na utukufu. Baba, nakushukuru kwa wema wako, nakushukuru kwa matendo yako makuu, nakushukuru kwa kukuza shule yake, nakushukuru kwa uwezo wako wenye nguvu, nakushukuru kwa nuru yako Baba. Asante Baba. Mpe Mungu sifa na utukufu. Mbona sema asante sana kwa nini? Kile kijana mrefu alisema alichoendelea. Wewe ni mrefu. Huyu ni Daktari Paplasi alimaarufu kama Daktari wa Kanumba. Tukumbuke tu wakati kipindi cha enzi za marehemu Kanumba, huyu ndo alikuwa daktari wake namba 1. Tumeshuhudia katika mikanda mbalimbali wakiigiza pamoja. Na hapa huyu ni kaka yake vile vile na Daktari Luta. Na hapa anarejea tu kwa kifupi namna alivyokuwa akimshawishi kaka yake mdogo wake huyu kufika mahali hapa, na ni changamoto zipi hasa. Jamani, kwa hiyo Lakini yeye mtu amini. Mwambie mdogo wangu, mwite. Mdogo wangu Luta. Mama anakuja dada yake anakuita mleba. Hii sehemu kama nataka kushuka chini. Shida yao ni kama nani kashuka chini. Na mwingine anakuwa chini sababu yeye kushika nao shuka chini. Kuna ya sasa juzi na kama mazoezi ya kama mbele kusikia Wana wa Mungu, ukumbuke tu unapopata itilafu katika uti wa mgongo, maumivu huwa yanasambaa, maana yake mishipa ya fahamu inapita maeneo hayo. Kwa hiyo kila aina ya maumivu yanasambaa kwenda katika miguu, katika kichwa, mikono na kadhalika. Daktari Luta anatukumbusha tu maumivu aliyokuwa anapitia wakati akimweleza mtu wa Mungu Daktari Ulibadi Mpapi. Tazama uwezo wa Mungu hapo.
Daktari asivyoamini, na mimi na wewe tulikuwa hivyo hivyo mwanzoni, lakini Mungu ametupa neema ya kuyashuhudia matendo haya kila siku. Daktari huyu anaamua kuweka kambi mahali hapa. Daktari huyu anaamua kuweka kambi mahali hapa. Katika ibada zinazoendelea za wiki anaenda kwa usalama. Na wakati wa ibada hizo, mtume wa Mungu aliye hai akitoa neno la uponyaji. Naona daktari huyu akilipuka huko alikokuwa amekaa na kuletwa hapa mbele. Shuhudia uweza wa Mungu aliye hai. Jana niambia yeye anaelewa angalia shaka kutoka katika watu maskini. Anamwambia mke wake eti kama naweza shaka kuzunguka na kwa nini kesho Jumapili kuje kuishi kwa alipo. Sijawahi kuona kama nilikuwa akasema kama ni mtu ndio kama kaza ndoto tunapiga mechi na funga na raha. Lakini sasa kuna chochote na mimi ndio daktari. Lakini pindi zimepona kwa na sasa nizamu ya wewe kicho mwili mwako. Sema nizamu ya kicho mwili mwako. Nimeshika kwenye koo. Mimi mjinga mwili unika leo unaanza maisha mapya ya heshima ya kutukuzwa ya kuheshimiwa. Ajabu na uweza wa Mungu unaojidhihirisha kupitia kwa mtume wake Daktari Wilbard Mpapi. Ni Mungu anatenda kwa namna ya kipekee kabisa. Hata wagonjwa ambao walikuwa wameshindikana katika hospitali ya rufaa, tunashuhudia hapa Mungu wa Daktari Wilbard Mpapi anatenda na kujidhihirisha. Inavyoishi mwilini mwangu inanipa mateso, inanipa maumivu. Sema nimekamata kwenye koo hapa, hii yote nitapike. Roho za wanyama, wadudu, miti na waamuru kwa mama wanakadiopewa na Bwana Yesu. Wana wa Mungu, haijalishi umefungwa wapi, haijalishi adui ana nguvu kiasi gani, tuna neema ya kipekee kuwa mahali hapa, kuwa chini ya baba yetu wa kiroho, mtume wa Mungu aliye hai Daktari Wilbard Mpapi. Kila siku tunashuhudia uweza wa nguvu za Mungu kupitia yeye.
Uchawi wa nini? Iwe kwenye mshipa, iwe kwenye misuli, kwenye kichwa changu humu kinavurugika, nageuza uteka kwenye kichwa humu, kinauma kama nachanganyikiwa, kama sijielewi, nafanya tabia chafu. Kamata kwenye kosi, natapika vyote hivyo. Power! Nagusa kichwa chako. Nakurudishia fahamu. Tazama roho chafu za masturbation na kadhalika zikiondoka kwa uweza na nguvu ya Mungu aliye hai zikitenda kwa daktari huyu. Ni neema ya kipekee kabisa kuwa mahali hapa. Tazama uweza wa Mungu kupitia kwa mtume wake Daktari Wilbard Mpapi. Wana wa Mungu, tunaye Mungu aliye hai anayejizilisha na kutenda kupitia kwa mtume wake Daktari Wilbard Mpapi. Hakika ni Mungu anaye mwenye uweza wa aina yake. Kwa mawazo ya kibinadamu unaweza ukawaza ya kwamba baada ya kufunguliwa huku maumivu yangekuwa ni makali zaidi, maana yake ametonesha ile pingili ambayo imeprotrude, imetokeza nje, pingili ambayo imeanza kusagika, lakini ni uponyaji wa aina yake. Hakika ni Mungu anayejizilisha. Daktari anashindwa kujizuia anaposikia wimbo ukipigwa huu. Na wimbo huu ulielekezwa na malaika Rafaeli katika ibada ya jana yake.
hakika ni Mungu anayejizihirisha, ni Mungu anayetenda, ni Mungu anayeonekana kupitia kwa mtume wake Daktari Wilbard Mpapi. Ni muujiza wa aina yake, ni uponyaji wa aina yake. Unaweza ukasema ni ishara, lakini mimi nasema huu ni uponyaji kwa uweza wa Mungu aliye hai. Tumshangilie Mungu kwa uweza wake, tumshangilie Mungu kwa utukufu wake. Unaweza kusimama ukanesa kumrudishia sifa na utukufu Mungu. Tumshangilie Mungu kwa daktari huyu mbele hapa. Aliye hai. Popote pale unapotazama mbele yangu, tumpigie makofi Mungu anayetenda kupitia kwa mtume wake Daktari Wilbard Mpapi. Kwa watazamaji wetu mnaotazama mchana huu na asubuhi hii popote pale mlipo, kulia kwangu ni daktari, alikuwa daktari wa marehemu Kanumba huyu. Tutajitambulisha baadaye. Lakini kushoto kwangu tunaye Daktari Luta ambaye unaweza ukasema sasa hapo unapomtambua kwa sura yake kabisa, pengine ungesema labda wanaigiza, lakini huu sio uigizaji. Ni maajabu na uweza wa Mungu anayetenda kupitia kwa mtume wake Daktari Wilbard Mpapi. Tuanze tu kwanza uwatambulishe ulioambatana nao pamoja. Na wewe ni nani? Mimi naitwa Antipatius Anthony Msomi, ambaye ni daktari wa wanyama katika eneo la kinga ya wanyama na binadamu, public health. Daktari anaweza kunisaidia zaidi. Mimi ni mtumishi, nafanya kazi bodi ya nyama, nasimamia kanda ya Ziwa, mikoa yote hii hapa, kwa maana ya Mwanza, Kagera, Geita, Simiyu na Mara. Ndio. Aliyeko kulia kwako? Kulia kwangu hapa yuko Daktari Papras, ambaye akitoka yeye nafuata mimi. Kushoto kwangu ni mke wake kaka yangu hapa. Wapendwa, wakati nimekuja hapa, nilikuja katika kuhudhuria harusi yao hawa. Siku tumekuja hapa, tulikuja na wenzetu. Sisi kwetu ni Wakatoliki wa hafidhina. Nadhani nikisema hiyo naeleweka. Wakatoliki wa hafidhina ambao usingeweza kuniambia kitu chochote nje ya utaratibu wa Katoliki nikakuelewa. Huyu mwenyewe alikuwa hivyo hivyo. Mimi mwenyewe nimenyoka umo. Kwa hiyo usingeweza kuniambia kitu chochote. Nilipokuja hapa, kwa sababu nilikuwa sijapata ushuhuda wa kilichomtokea kakaangu kipindi cha nyuma mpaka anafika hatua hii, na alivyokuja hapa, nilisema neno moja tu, nikasema mwache Mungu aitwe Mungu. Siku hiyo wakati nimeondoka, nikaondoka nikaenda nyumbani, sherehe ikaisha. Kaka kana anahimiza, bwana unajua uje kwenye kanisa letu pale kwa mtume. Nikasema nitakuja. Sasa angalia Mungu alivyo ajabu. Mimi nilikuwa nimeanza likizo tarehe 7. Nilipaswa niende nyumbani Kagera ambao familia yangu ilipo. Ilipofika Jumapili akanipigia simu, kesho uje. Nikasema sawa, tikuja. Jumatatu jioni akanitumia simu, wewe uje kanisani kesho. Nikasema sawa. Kwa hiyo mimi nilikuja hapa kwa mstakabali huo, ngoja nikamridhishe kaka, sija akaonekana kama mdogo wangu anadharau, anisikilizi. Yaliyotokea ni kama historia, nadhani mmeona nyote. Yaliyotokea yote ni kama historia. Sasa wapendwa, naomba niwashirikishe jambo moja kubwa na la msingi ambalo limenitokea. Wakati naanza kufanya vipimo, ilionekana na kitu kinaitwa lumbosacral herniation. Kati ya pingili ya mwisho ya mgongo wa juu na nyonga, ule uti wa mgongo umetokezea kwa sababu ya
Sasa ndo nikagundulika hilo tatizo, nikawa nimeanzisha dawa na mazoezi ya physiotherapy ambao mnajua yale mazoezi ya kwenye mashine ya viungo, naendelea nayo. Nikameza dawa miezi 4 sasa ilikuwa inaelekea, lakini tulikuwa tumekubaliana na daktari kwamba ukimaliza mwezi huu tuende kwenye operation, kwa sababu maumivu yalianza kuwa makali, yakaanza kuwa yanashuka kwenye mguu. Sasa maumivu yakianza kushuka, daktari ameeleza kidogo, ukiumwa pingili hasa eneo la chini, manake mishipa ya fahamu yote inayofanya kazi huku kwenda chini inaathiri viungo vyote vya chini. Nikisema hivyo naeleweka. Natumia tafsida hapa kwa sababu ni watu wazima. Inaathiri viungo vyote vya chini. Kwa hiyo nilikuwa nimeelekea huko. Kwa maana na miguu chini imeanza kuvimba. Pate picha, mimi ni kijana mdogo, miaka 40 sasa hivi. Manake ndio muda wenyewe, sio? Tupige picha nilikuwa tunaelekea wapi hapo mbele. Angalia Mungu alivyo, shetani alivyo na mambo yake. Basi kuja hapa ndicho kilichotokea, mmekiona wapendwa katika Kristo. Lakini kikubwa zaidi ambacho natamani baada ya kuzungumza na mtumishi wa Mungu na aliyozungumza siku ile, katika hali ya kawaida mke wangu mimi yuko Kagera, Bukoba. Mimi naishi huku na yeye anafanya kazi kule. Nataka kuzungumza na wanaume wenzangu, sawa? Ambao sasa kupitia ushuhuda wangu mjue kwamba shetani anafanya kazi kupitia mlango mwingine. Sasa ni kujichanganya kupo. Mnajua ni kajichanganya. Na ili niseme kwa hiyo huwezi kuamini, siku nimetoka hapa siku ya kwanza, mtu akanitumia message, nafika nyumbani, mbona unaamua kunitesa? Mnapata picha hiyo? Ambaye sasa unaelewa, umeshaelewa hapo. Sawa? Mpango wa kando, mbona unaamua kunitesa? Sasa roho wa Bwana akaniambia, hebu usijibu, kwamba pale nimejaa, nahisi kama nimejaa utukufu. Sasa huyu anataka kuniingizia tena kwenye majaribu. Huyu hakuna kumjibu. Nikakaa kimya. Wakati nakuja hapa siku ya pili, tena Dr. Elias akaniambia, kuna ujumbe unaweza ukaupokea ila usijibu. Nikasema tangu jana nimepokea lakini sikujibu. Akasema usiendelee kujibu. Huwezi kuamini mpaka dakika hii hajanitafuta. Pata picha. Mpaka dakika hii, na si kawaida. Manake ningeshatafutwa. Hajanitafuta kusema kwamba ni nini kinaendelea. Sasa nikawaza sana, nikasema Mungu wangu, kumbe nilikuwa naelekea kubaya. Nimetoka hapa juzi na nakaribia kwenye gari. Mimi nimekaa hapa mpaka saa 6 usiku kwenye mkesha. Nakaribia kwenye gari pale. Gari nikaiogopa kuingia. Nikafungua gari nikaingia. Nafika pale kiupele kikaota hapa kwenye makalio, kinawasha. Sasa sisi katika hali ya kawaida tunafikiria labda kitu kimenichoma, ni irritation ya kawaida. Kikaniwasha tu hapo. Nikaenda mpaka nyumbani, kuingia kwenye nyumba mbona kama nahisi naogopa, nyumba si kwangu, nakaa peke yangu. Nikaingia tu ndani ya nyumba, nikaoga, nikalala, kinawasha. Siku hiyo niliumwa sana, nyonga, niliumwa sana huku nyonga. Nikasema nikampigia brother, nikasema sasa ni nini tena? Akasema yani hapo ndo wamekuja karibu mara 7 sasa. Ukicheza tu unatembea. Mapema nikawahi hapa. Ninapopanda gari ile nimepanda gari, kipele kikaisha. Nimepanda gari kuja huku, kipele kikaisha. Mshangilie Mungu aliye hai. Yaani mjaribu kuona, yaani kuna vitu najaribu na connect dot sipati picha. Nimefika hapa, tumesali siku ya Jumatano, nimekaa hapa mpaka saa 6, nikaanza safari ya kuondoka. Nafika pale kikaota. Nikasema hiki kumbe si kawaida Nikaenda nacho kinaniwasha, nikafika kwangu, nilipoingia getini, moyo ukaniambia si mna maji? Jana yake tulikuwa tumebariki maji hapa. Si una maji wewe? Na sasa mimi kumbe ukiwa umefungwa kiroho, ni bora ufungwe mwili kuliko kufungwa kiroho. Yaani ukishapunguka ukiwa na imani na kile unachokifanya. Na ndio maana mama mtumishi wa Mungu leo alikuwa anazungumza kujiweka wazi mbele za Mungu. Ukijiunganisha na madhabahu, tayari kila kitu kinafunguka wewe bila kujua. Sasa tule tu maji, mimi si nilikunywa, nilikuwa na kachupa kadogo nikanywa,
tulikuwa tumebaki kidogo. Aliposema inua, nikainua na mimi uto tudogo, lakini kaenda nato. Nilipofika nikakachukua, nilipofungua mlango nikachukua, nikarudi kwenye gari kwanza, nikanyunyizia kwenye gari, nikaenda nyumbani nikanyunyizia. Alafu nikamaliza kuoga, nikachukua tule tu maji kidogo nikapaka. Kakapotea. Nikalala. Jumatano kuamkia Alhamisi sikukuona tena. Nilipoamka asubuhi nikapaka tena, nikaja huku kamepotea mazima. Sasa nikawa najaribu kuunganisha matukio, nasema ashukuriwe mno Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai wa madhabahu hii ya Mtume Paulo aliye hai. Kwa kweli matendo makuu ya Mungu yameonekana mbele yake. Jenga imani. Angalia vitu wanavyotapika. Sema Bwana Yesu, nisaidie na mimi unifungue. Nilipokula ndio kinachofunga maisha yangu. Ndio kinachonitia kwenye maskini. Ndio kinachonitia laana. Ndio kinachonitia laana. Naomba Bwana, chochote kibaya kilichonishwa kwenye ndoto kitoka nje. Haya, gusa tumbo na korako. Gusa tumbo. Gusa tumbo. Gusa tumbo. Jenga imani. Jenga imani. Gusa tumbo. Gusa tumbo la koo. Mkono wako ni sumaku. Umeunganishwa na mtume wa Yesu Kristo. Unatoa sumu. Jenga imani. Jenga imani kama na una chochote kibaya.
asichokijua Yesu kitoke. Naleta moto kwenye tumbo, naleta moto kwenye kifua, naleta moto kwenye koo, naleta moto kwenye kifua, kwenye ini na kwenye moyo. Kila sumu itoke, iliyoko kwenye mgongo, iliyoko kwenye kifua. Omba chochote ulicholishwa, chochote ulichokula, chochote kibaya. Sema Bwana Yesu, nisaidie. Nyosha mkono wako tena. Nyosha mkono wako wa kulia. Mkono wa kushoto kusa tumbo lako au kusa kifua chako. Chochote kibaya mkono huu utakaswa kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, kwa mkono huu na mimi sitatoka kama nilivyo. Kama nimekula chochote kwenye ndoto, nimeota nikilisho chakula, nimeota nikilisho chakula na wachawi na majini, yoyote yule aliyenilisha ameota vitu vyake, kwa jina la Yesu naenda kuvitoa. Kusa kwa lako, kusa kwa, kusa kwa, sumu zote, sumu zote, sumu zote toka. Na Mungu kwa jina la Yesu sema out, 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 out. Sumu, majini, mizimu, out, out, Ni nani ulikuwa? Kaka yangu. Nani Muislamu? Ndio. Shida yake kwa nini? Shida yake anakuwa tu anatoka ndani anaenda kukaa kwenye mapango. Akiwa na mke wake, akiwa na mtoto wake, amekuwa ni mtu ambaye anatoka hata ana roho ya migusi ile ya kutembea kwenye mawe. anaenda kwenye mapango hata usiku. Ndio maana akaniambia kimbia wote kwa sajie. Ni mtu mwenye nguvu zaidi sana. Ana nguvu za haraka. Kwa hiyo wale wenzake. Hivi kama mwili. Kama mwili. Niko mako. Ndio. Ni mtu mmoja mbaya mno. Mko wapi? Ni jibu na kuuza kama kazaja Yesu.
Nijibu. Mko ngapi? Watatu. Nani na nani? Jibu. Nijibu na kwanza. Umemfahamisha nini? Moja. Mbili. Nikihesabu tatu, naleta moto. Tatu. Mko ngapi? Tatu. Nitajie majina na nani? Nitajie majina bwana. Kwenye pango humo mliweka moto. Mlimwingiaje yule mtu? Mlimwingiaje Nijibu? Moto. Fire! 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 Mlimwingiaje? Watu mambo kana nguvu kwa jina la Yesu. Mlimwingiaje? Naanza tena moto kwenye tumbo. Fire! Fire! Nijibu. Mlimwingiaje? Vita vya kiroho. Fire! Unapoelekea moto kuzuie. Rudi nyuma. Moto kuchoma unapokwenda huko. Fire! 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 Ulipolala fire! Fire! Kwenye tumbo. Kwenye tumbo. Simama. Nasema tena nenda wewe unaleta mzigo. Nenda. Wote hapa wanakuja hivi. Na hawa wanakuja kushia. Sasa Muislamu na nini? Hivi ni kweli au nini? Wote hapa tunakwenda kusaidiana. Tumeona hapo. Simama. Simama. Mmemwingia nini? Yesu anamwambia kutoka. Mnaitwa nani? Jibu. Mnaitwa nani? Kuteketeza. Mbona kuteketeza? Kuteketeza familia. Ni sawa na familia. Ni sawa na familia. Na chama napiga kwenye masoni. Fire! Fire! Moto! Niambie. Mmesababisha nini familia yako? Simama mnaondoka. Fire! Kwenye mgongo, kwenye miguu, kwenye pango, nyumbani kwake vilivyofichwa, kwenye chumba, kwenye godoro, kwenye kitanda. Hamna kuondoka mpaka mafuta yeye. Hamna kuondoka, hamna pauza. Tunaenda. Tunaenda. Mpaka kuamua mimi. Una jeuri. Hao walishua kwa msalabani. Sisi msalabani tunashinda. Hamna kuondoka. Unakuuliza kusababisha nini kwenye mwili wake kutawahusu. Tamka au. Kwa nini unasababisha nini? Hivi ndio maana yake nini? Leta tena moto. Leta kwa Roho Mtakatifu. Choma meja. Hakuna. Hakuna. Hakuna wewe. Hawezi kuondoka. Simama. Simama.
Mijibu. Nafuta kwanza hii alama. Kwani na Yesu nami kwenye familia tunasema nini? Kwenye mtu wake mzaa. Mijibu. Mlimwingiaje? Haya, niache kumwingiaje? Mlitumwa. Kwenye familia msababisha nini? Kwenye familia yake. Naam, tulichukua. Mlichukua nini? Umechukua nini? Tulichukua tu. Ulijibu umechukua nini kwenye familia yake? Jina la Yesu ni mamlaka, ina nguvu, ina uweza. Kwa hiyo lazima muwe chini ya miguu yetu na ujibu. Kwenye familia mchukua nini? Mama. Mke wake au mama yake sasa. Mke wake na mwingine uliamua. Bwana. Mke wake anasema mtoto wake na mtoto wake. Mliwauaje? Nijibu mliwauaje? Mtoto wake. Nijibu bwana. Mtoto mliwauaje watoto? Mmoja. Simama una nguvu zaidi ya msalaba. Mmoja. Mlimuua huyo mmoja. Mlijibu mlimuaje? Moto kwenye utumbo, kwenye utumbo, kwenye utumbo, kwenye utumbo, kwenye utumbo, kwenye utumbo, kwenye zindiko, kwenye maagano, moto kila sehemu. Simama unasema. Wewe leo mnamsafisha nini? Na kuamuru kwa jina la Yesu popote mlipokaa, moto ushuke. Mungu ajibu, moto ushuke. Moto ushuke. Moto ushuke. Moto ushuke. Moto ushuke Jehova. Moto ushuke. Moto ushuke kwenye shati, kwenye viatu, kwenye suruali, kwenye viatu, kwenye mikono, kwenye vidole. Moto ushuke kwa jina la Yesu. Haya. Kwa jina la Yesu. Haya na waamuru kuanzia leo ondoka na msirudi. In Jesus name. Asante Bwana Yesu. In Jesus name. Asante Bwana Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Roho wako. Na kubatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Simama. Niangalie. Niangalie mimi. Lukuya, niangalie. Simama. Bwana. Habari sasa hivi ndio. Mwache kwa maisha yako. Bwana Mungu. Habari sasa hivi. Habari sasa hivi. Abdul. Habari sasa hivi Abdul. Mbele, chama hiyo. Wewe wakati unaenda unatoa. Dokta mimi hasta kama hasta ni kabisa. Hasta kama. Yes, Bwana Bruno. Habari sasa. Habari zako. Umetokea wapi? Unaishi wapi? Nyegezi kwa sijui. Bwana hapa umekuja lini? Leo. Mnadada? Ajui. Ni nani huyo? Dada. Dada.
Amekuletaje huko sasa kuletea? Imetokea nini kaka? Niambia vipi kanisani? Niambia vipi kanisani? Kama kwa. Sasa imetokea nini bwana bwana? Bwana alikuwa shida gani? Bwana shida gani? Huyu tangu amefika mke wake mpaka alifanya mwaka mmoja hajamaliza mwaka. Tarehe 8 tena mkuu na mtoto wake. Wewe mwangalie mara kwa kwenye. Bwana bwana tabia anatoka ndani kwake anaenda kwa mapambo. Usiku. Mara kunje vitu ndani kwake anataka na kuvunja. Bwana Bruno. Bwana wewe saa 8 usiku saa 9 hapa kushika mapambo. Tafuta siku na sijui. Mkali. Ndio. Na mtoto. Shida ilikuwa nini? Basi mke nilimuuguza miaka 5. Msee injili na wame. Hawakupiga hapa. Hili sio kama dini au nini. Na wakati nisikilize jamani wanakwenda kwa polisi. Wanakuwa na mwingine. Utakuwa kujua. Alikuwa anaomba nini? Mimi nafanya kazi Nyegezi. Ndio wakala wa mabasi. Ndio. Lakini nilikuwa naishi Kitimba mwanzo, nilikuwa nakaa kwenye nyumba kwangu. Ndio. Baada ya kupata riziki, nilikuwa nimehamia nyumbani kwangu. Kajenga. Nilikuwa na jirani yangu. Jirani yangu alikuwa ameshika mambo ya maisha na mazingira. Sio kuendeleza mazingira yake. Niambia sasa nikuachie hapa niendelee. Kiukweli kumbukumbu yangu nilifanya kwa kasi sana huko mjezi mwingine. Baada ya hapo mke wangu alianza kuuma mguu. Ndio nikaendelea kuuguza. Baada ya miaka 3 ya kufariki. Mguu tu. Leo na kumbukumbu hiyo. Na mtoto je? Mtoto ilikuwa tarehe 7 nilipigiwa simu hospitali Kutimba, bwana mtoto wako anaona kazidiwa. Na alikuwa mzima. Alikuwa mzima. Nikatuma tibabu, lakini tarehe 8 ndio nikapigiwa simu afariki. Kwa ni hivyo. Sasa wewe umekwaje mpaka kuwa na imani ya kanisani? Wakati wewe ni imani nyingine. Iko hivi. Ndio. Wakati namuuguza mke wangu nilitembea hospitali. Ndio. Nilitumia pesa nyingi. Ndio kama shida. Rafa. Hospitali kwa nikienda za private wananiambia ugonjwa unaonekana, lakini unaweza kuambia la ni pesa nyingi nilitumia. Pima hiyo. Baadaye nikaona kwa nini inakuwa shida hii. Nikabidi nifike kwenye imani nyingine. Ndio. Kwa taalamu. Nimeenda mpaka Burundi. Nikafika niliokoa maisha ya Burundi. Unapaka Burundi. Anakwenda maisha ya Burundi. Hapo aliyefanya ni mimi. Haiko ndani. Nimezunguka sana. Nimetoka Burundi, nimepeleka Tanga, nimetoka sehemu nyingi kwa kweli. Kuna kanisa lake liko Nyegezi. Mke wangu alikwenda pale hospitali kanisani. Wakaona muombea. Kiukweli baada ya kuanza kuombewa, mke wangu alipata nafuu kabisa. Nawaambia nilio siku msipende maombi. Kama kama alikuwa ndio kwa sehemu nyingine Ijumaa kwa nini? Sio hapo naona huko kwenye dunia wanawadanganya. Kama unasema ile hapo tunasema simama madhabahu kwa Mungu. Basi ni mwafa. Ikafikia saa tu mke wangu akabidi kumhamishia kanisani. Amekaa kanisani. Kutoka pale alikuwa kutoka kanisani akaenda nyumbani hadi mziki kuwa mbali. Kwa hiyo tunarudi kanisani. Amekaa kanisani mpaka alikuwa sawa kabisa, mke wangu kuonekana amepona. Kisha kuna kijana wangu usini kwangu akawa amefika na mjomba wake kwenda Nzega. Baada ya kwenda msibani Nzega, nimerudi kesho yake nimefika msibani baada ya kuzika kule. Ndio alikuwa amepigiwa simu yangu kafariki. Watu walikuwa kati ameshapona baada ya maombi. Kwa hiyo nilipokuja nyumbani ndio akazijua kafariki. Sasa sema asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Ndio Bwana Mungu. Niseme tu Bwana nimshukuru Mungu. Amina. Bila yeye singe
ningeyaona. Nami nimejifunza kukaa ndani ya moyo wangu na Yesu. Kwa nini? Kwa nini wanafunzi wanasema sasa hapo tayari kumtumikia Yesu? Kwa nini? Niseme ningelijua mapema haya, familia yangu ingelikuwa nayo. Ninaamini ndio wao huyo alikuja miaka nyuma hapa akanaye kama changamoto mengi kapambana naye. Naamini kama mlipokuwa na imani yenu mlimshambulia sana. Kweli sio kweli? Ni kweli. Makofi kwa Mungu. Mwana vipi walishambulia kushambulia? Hivi hapa kwa kutoka kanisa sasa hivi mkaribia kuchizi. Na Hapana niambia, yaani unaokoka umekaribia kuchizi. Nishawaambia wakuta majina yote yale. Ni muona Mungu na mwabudu. Yaani vile vinywa. Kuna muda kesho mwaka miezi mitatu kama msimamo kweli, Mungu atakubadilisha kutukuze Mungu. Kama Mungu anafanya Mungu wako. Yesu anakuja kuleta furaha. Tena tuwe nayo tele. Alikuja kuleta furaha. Tena tuwe nayo tele. Unajisikia nini? Najisikia niko sawa. Tofauti ni unajisikia mwili wako. Mwili wangu wakati nakuja niliona kama Mungu anaona. Kweli siwezi sisikii. Unasikia mwepesi. Sema asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Kwa hiyo kanisa waliambia nini? Watupa ujumbe gani kanisa? Kanisa kwanza kabisa nimshukuru tu dada yangu hapo. Kwa kweli nimejifunza mengi. Yesu anatenda. Niseme tu kwa kweli kwa kanisa naliahidi kwanza nisiseme sana kwa sababu nimetendewa vitu ambavyo sikuwahi kuamini. Na mimi nasema mbele ya kanisa, mbele ya mtumishi, mbele ya waumini, niko pamoja na Yesu kuanzia sasa. Haya Bwana Mungu akubariki. Amen. Mkakae wanangu. Mshangilie. Mtume wa Mungu aliye hai Dr. Wilbard Mpapi, kiongozi mkuu wa kiroho wa kanisa la Mtume Paulo Tanzania lenye makao yake makuu jijini Mwanza eneo la Kisekei, anawakaribisha nyote katika saa ya ishara, maajabu, miujiza na uponyaji kwa uwezo wa Mungu aliye hai. Chawi, uonevu wa mwovu ibilisi, Bwana Yesu atawafungua na kuwaponya kabisa. Habari njema ni za kutia moyo. Habari njema ni za matumaini. Uzima, baraka tunapata. Ni hapa Rabi TV kwa siku za Jumatatu na Jumanne, Alhamisi na Jumamosi kuanzia majira saa 8:30 mchana, na kwa siku za Jumatano na Ijumaa kutana na mtume wa Mungu aliye hai live kuanzia saa 11 jioni, na kwa Jumapili ni kuanzia saa 12 jioni. Mjulishe na mwingine ili sote tukarejeshe vilivyoharibiwa na mwovu ibilisi. Ni hapa hapa Rabi TV. Sehemu ya uongozi kama sikotokea. Kwa hiyo ndio hatuwezi kuongana dawa. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali piga simu nambari 0786 54 72 33. Nyote mnakaribishwa. Mahali hapa leo wamesema